History has taught us that to preserve peace, we must prepare for war. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte ametoa wito mkali kwa jumuiya ya kijeshi kuongeza uwezo wake wa ulinzi wa anga na makombora kwa kiwango cha 400%, akibainisha kuwapo kwa pengo kubwa la kijeshi kutokana na vitisho vinavyotokana na Urusi na China. Alitoa kauli hiyo wakati akizungumza katika taasisi ya Chatham House mjini London siku ya Jumatatu. Rutte alionya kuwa Urusi inaongeza uzalishaji wa silaha kwa kasi isiyo na mfano na kuonyesha kuwa ndani ya miezi mitatu Urusi huzalisha silaha kwa kiwango ambacho NATO yote huzalisha kwa mwaka mzima. Hali hii imeongeza shinikizo kwa NATO kuongeza uzalishaji wa silaha na vifaa vya kijeshi. Aidha, Rutte alieleza maono yake ya kuleta jumuiya yenye nguvu zaidi, yenye usawa na uwezo mkubwa wa kijeshi kwa kuanzisha lengo jipya la kutumia 5% ya pato la taifa GDP kwa ajili ya ulinzi. 3.5 kati ya hiyo itatumika kwa mahitaji ya kijeshi ya msingi, huku kiasi kilichobaki kikiangaliwa kwenye miundombinu na uwezo wa viwanda. Wishful thinking will not keep us safe. We cannot dream away the danger. Hope is not a strategy. So NATO has to become a stronger, fairer and more lethal alliance. Katibu mkuu huyo pia alisisitiza kuwa tatizo kubwa si tu kuongezeka kwa matumizi ya fedha, bali ni upungufu wa uzalishaji wa vifaa vya ulinzi. Alionya kuwa ucheleweshaji katika uzalishaji wa mifumo ya ulinzi ya hali ya juu unaweza kusababisha vifaa hivyo kuchelewa kufikishwa hadi miaka 10 ikiwa itaagizwa leo. Katika maelezo zaidi, Rutte alitoa wito wa kuongeza maelfu ya magari ya kivita, mamilioni ya risasi za mizinga, pamoja na kuwekeza zaidi katika teknolojia za drone, ulinzi wa mtandaoni, cyber na anga ya mbali space. Rutte alisisitiza kuwa NATO ni jumuiya ya kujihami na kwamba itachukua hatua kali iwapo mtu yeyote atajaribu kushambulia, huku akitaja mkutano wa kilele cha NATO unaotarajiwa kufanyika The Hague Juni 24-25 kama fursa muhimu ya kuimarisha mkakati wa usalama na jumuiya hiyo, ikiwemo msaada kwa Ukraine na maandalizi ya kukabiliana na vitisho vya baadaye. Katika hatua nyingine, Rutte alikutana na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer kujadili mikakati ya kuongeza uwekezaji na uzalishaji wa vifaa vya kijeshi pamoja na kuendelea kuunga mkono Ukraine. Hii ni ripoti ya Media wa Express na mimi ni Hassan Maglumali.